kabla ya vitabu vingine vyote. Sasa kitabu hiki ndicho ambacho Mungu amejifunua kwa wanadamu kupitia taifa la Israeli. Wa Mungu wa kweli hajajifunua kupitia taifa jingine lolote isipokuwa Israeli. Kwa hiyo Biblia pekee ndio kitabu kinachoweza kutuongoza kutambua nabii wa uongo, mtume wa uongo, mtume wa kweli, nabii wa kweli, Mungu wa kweli, Mungu wa uongo, malaika wa uongo na malaika wa kweli, na mwalimu wa uongo, mwalimu wa kweli. Biblia imeweka wazi mambo haya. Kwa hiyo naomba ufuatilie kwa makini, usiwe na hasira. Acha hasira, tunakuwa tunajifunza. Kwa nini nasema hivi? Uislamu ni dini ngeni katika nchi ya Tanzania. Ukristo ni dini ngeni katika nchi ya Tanzania. Kabla ya Uislamu, kabla ya Ukristo, wazee wetu kwa zamani walikuwa na namna yao wa kuamini uwepo wa Mungu na namna ya kumwabudu yule Mungu. Baada ya kuja hivi vitabu viwili, ndipo wakaona, kila upande wakaona ni sahihi kitabu hiki, wengine wakaona sahihi kitabu hiki. Kwa maana hiyo sisi tuna umuhimu sana wa kujifunza hivyo vitabu, maana vimehitilafiana. Sasa nilionyesha hapa picha ya kitabu hiki, nilionyesha kitabu hiki nikisema kwamba nitasoma sana mambo mengi tutazungumza kupitia kitabu hiki cha maisha ya Nabii Muhammad. Sasa nataka nianze kuona Maka kabla ya Muhammad, alafu Muhammad anapozaliwa na anapokuwa mtume. Hapo ndio tutaenda kuoanisha na maandiko matakatifu ya Bible jinsi tulivyoyasikia. Biblia ikisema kwamba Yesu ni wa mwanzo tena ni wa mwisho katika ile Ufunuo 22:13 na aya 16 na 22:18 nasema maneno ya kitabu kile yamefungwa, mtu asiongeze asipunguze. Kwa hiyo inapotokea kitabu kingine nje ya Bible ni maneno ya kuongeza, sio yale ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Nataka tujifunze vizuri sana na usikiliza kwa makini ili wewe utafute njia ya kumuona Mungu uende mbinguni. Sasa ninasoma hiki kitabu cha Nabii Muhammad, maisha ya Nabii Muhammad. Nitaanza ukurasa ule, huu ni ukurasa wa 4. Ukurasa wa 3. Hapa nitaeleza kwa kifupi wazee wake. Maandiko haya yanasema hivi: wazee wake wanaume. Wazee wake wanaume, yani wazee wa huyu nabii anayeheshimiwa sana, na sisi tunamheshimu, nabii wa Mwenyezi Mungu. Lakini hoja ni Mungu yupi aliyemtuma? Hapo ni hoja nyingine ambayo kwenye masomo yetu tutafundisha kabisa, uelewe Mungu wa Muislamu sio Mungu anayemwabudu Muislamu, sio anayemwabudu Mkristo. Ni wawili tofauti. Ninasoma Makureshi walikuwa na matukufu yao 12 ambayo walikuwa wakiitikadi kwamba kila mwenye mawili ni bora zaidi kuliko mwenye moja, na ukoo wenye mengi zaidi ndio bora kabisa. Matukufu yao ni haya na mengi yazuia Bwana kusei na kuwarithisha wanawe. Matukufu ni mambo ambayo yalikuwa yanaheshimiwa na kabila la Kikureshi, na Muhammad ni ametokana na kabila hilo. Hapa tunasoma habari za wazee wake kabla ya Muhammad, kabla ya Uislamu, kabla ya Qur'an. Lakini mambo haya tunayoyapata hapa, wakati huo tayari Wakristo wana madhehebu yao, wa Orthodox wapo, wa Roman Catholic wapo, maana tutaona mwaka ambao Muhammad anazaliwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Katika matukufu hayo 12 hapa yanatajwa 5. Maana wamesema sio lazima yatajwe yote. La kwanza, sikaya. Neno hili sikaya maana yake ni kuwatengenezea maji ya kuwatosha watu wanaokuja kuhiji Maka. Ilikuwa na tabu sana ya maji. Kwa hiyo sikaya ni kazi iliyokuwa fanya na Makureshi wa Kiarabu, kabila la Muhammad, na koo tukufu 4 za kabila lake Muhammad. Hiyo kazi yao ilikuwa hiyo, kwanza kuwatengenezea maji, kuwatengenezea maji ya kutosha maujaji. Sasa ndugu yangu, mwezi ujao, mwezi wa 6 tutakuwa mfungo 3 kwa Waislamu. Ndio wanaenda kukamilisha ibada yao ya hija, ya kuhiji. Sasa zile hija wanazozifanya kule ndio hizi za hawa Makureshi wa Maka kabla ya Muhammad. Muhammad kayakuta wakiyafanya. Hawa watu walikuwa waabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, walikuwa na masanamu yao na yaabudu. Tukufu